Ulimwengu wa Mashariki ya Kati, huku tupa kuokota hapa na kule za maneno, mivuguvugu bado inaendelea baina ya Marekani pamoja dhidi ya taifa la Kiislamu la Iran. Na kwa sasa tunaenda kuangalia ahadi ambayo ameitoa Rais Donald Trump ya kutaka kushindikiza meli za kibiashara ambazo zimekwama tangu mlango huo kufungwa wa Hormuz, tangu kuanza kwa vita vilivyopiganwa kwa muda wa siku 38 takriban, na hadi sasa bado hatima ya kufungua mlango huo bado haijaeleweka na bado ipo katika sintofahamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Iran ameendelea kushikilia msimamo wake wa kuto kufungua mlango huu wa Hormuz. Na hii Iran anaitumia kama sehemu ya nguvu za silaha za nyuklia katika kuhakikisha kwamba anayaadhibu mataifa ya bara la Ulaya, lakini pia anatoa adhabu kwa nchi ya Marekani, ikiwa kama sehemu ya kuwadhoofisha kiuchumi, ili mwisho wa siku ni kuwaporomosha, kuwaondoa katika superpower in the world na kuwahamisha watu kutoka katika upande wa magharibi na kuelekea upande wa mashariki, kuelekea Uchina, kuelekea Urusi, lakini pia kuelekea Iran. Na hii yatosha kutoa tafsiri halisi ya kwamba sasa dunia inaendeshwa na mataifa manne. Dunia inaendeshwa na Iran, dunia inaendeshwa na China, dunia inaendeshwa na Urusi, dunia inaendeshwa na Marekani. Kwa nini inaendeshwa na Iran? Kwa sababu Iran ni superpower mpya ambaye tayari ulimwengu umekwisha mpokea, lakini vile vile ni kutokana na kumiliki shingo hii ya dunia, kumiliki lango hili la Hormuz ambalo linapitisha zaidi ya 20% ya bidhaa zote za mafuta duniani ambazo zinakwenda kutumiwa na nchi za magharibi. Idhan, kwa kufungwa mlango huu haimaanishi kwamba superpower ni lazima umiliki makombora ya nyuklia, bali superpower huyu mpya anatambulika kwa sababu ameikamatia shingo ya Hormuz. Maana yake amedhibiti lango la Hormuz, kwa sababu silaha ya kombora la nyuklia maana yake likipigwa sehemu fulani, athari yake na madhara yake hubakia katika sehemu hiyo bila kuenea katika maeneo mengine. Lakini nyuklia ya uchumi ambayo Iran yameishikilia, hii imeleta madhara ulimwengu mzima. Idhan naqula ala anna an-nawawiyatul iqtisadiyatun akhtar min an-nawawiyatul qumbuliyya, kwamba uchumi nyuklia ya uchumi ni hatari zaidi kushinda nyuklia ya kombora la nyuklia. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Iran imeweza kusababisha ulimwengu mzima uweze kulia na kukumbwa na madhara ya kukamata na kwa kufungwa mlango huu wa Hormuz. Jambo hili pekee limemfanya Iran kuwa ni mkubwa duniani, ambaye anaungana na Uchina kwa sasa, ambaye amekamatia soko la dunia. Hakuna nchi yoyote duniani isipokuwa bidhaa ya Mchina utaikuta sokoni. Idhan, nchi za Ulaya zinanufaika sana kwa kupitia soko la Mchina. Bara la Afrika linanufaika sana kwa kupitia soko la Mchina, lakini pia bara la Asia linanufaika sana kwa kupitia soko la Mchina. Bila kusahau Mashariki ya Kati na yenyewe pia inanufaika kwa kupitia teknolojia ya Mchina. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Uchina imejikita katika uzalishaji, ikajitengenezea mtaala wa elimu ambao unaokwenda sanjari na mahitaji ya raia na taifa la nchi hiyo ndani, katika kuitambulisha nchi hiyo mbele ya mataifa mengine ulimwenguni. Hii ndio sababu pekee ambayo imesababisha Uchina iweze kushikilia soko hili la dunia. Lakini bila kusahau pia Russia ni moja kati ya mataifa makubwa katika ulimwengu wa silaha za nyuklia, lakini pia ulimwengu wa teknolojia, bila kusahau ulimwengu wa uzalishaji wa chakula.
Nchi nyingi za Ulaya zinategemea kwa kiasi kikubwa chakula kinachozalishwa na Urusi. Idhan, kwa Urusi kumiliki chakula, maana yake anamiliki sauti. Ndio maana tunasema katika elimu ya falsafa, man yamliku quta yaumiyan yamliku sauti, yule ambaye anayemiliki chakula chake cha siku ndiyo huyo ambaye anayemiliki sauti, anaweza akakupangia chochote anachokitaka. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukitaka kuwa mkubwa duniani ni lazima uwe na jambo ambalo litakalo kutambulisha mbele ya mataifa mengine, na iwapo utalizima jambo hilo, maana yake ni kwamba mataifa mengine yataweza kukusujudia na kukuabudu. Yatakapoweza kukusujudia na kukuabudu kwa kile ambacho wanachokihitaji, maana yake wewe ni mkubwa na utakuwa na uwezo wa kuwapangia na kuwaamrisha. Na hivi ndivyo alivyokuwa Marekani kabla hajaumbuliwa katika vita hivi vya siku 38. Ndio maana sasa utaona nchi za magharibi zinaanza kujiondoa taratibu kutoka katika mikono ya Marekani, kujielekeza katika mikono ya nchi za magharibi, za nchi za Asia ikiwemo Urusi, China pamoja na Iran, kwa sababu wamekuja kugundua kwamba maslahi yao makubwa hayapo Marekani. Marekani japokuwa ni superpower, lakini usuperpower wake upo katika masuala ya silaha ambazo kila taifa sasa linajitahidi kutengeneza silaha zake na makombora yake. Usuperpower wa Marekani hauleti athari kubwa katika nchi za magharibi. Ndio maana utaona sasa pamekuwa kuna ukinzani mkubwa sana juu ya maamuzi ya Rais Donald Trump kuivamia Iran na kutaka kudondosha utawala wa Iran, ambapo mataifa ya nchi za magharibi yameweza kumkatalia na kutoshirikiana naye katika vita hivi, kwa sababu wanajua kwamba iwapo wataunga mkono, athari upande wao itakuwa ni kubwa zaidi, athari ambayo itakayotokana na matokeo hasi ya vita hivi. Ndugu zangu, Rais Donald Trump baada ya kufungwa mlango huu wa Hormuz kwa muda mrefu sana na jeshi la Iran, leo ametangaza wazi kwamba anataka kwenda kushindikiza meli zilizokwama kwa muda mrefu katika pwani ya Hormuz, ambazo zilishindwa kupita katika mlango huu wa Hormuz baada ya jeshi la Irani kuziwia na kuufunga mlango huu. Kwa hiyo ametangaza wazi kwamba anapeleka meli zake za kijeshi kwa ajili ya kufanya shinikizo na kuzipa ulinzi meli hizi ambazo zipo pale za kibiashara, ili ziweze kupita, meli ambazo ni meli za mataifa mengine. Hii maana yake nini? Anataka kutumia convincing power na kutengeneza ushawishi dhidi ya mataifa mengine ili wachukie uamuzi huu ambao uliofanywa na Iran kuhusu kufunga lango hili la Hormuz. Lakini majibu ya Iran ambao tayari wameufunga mlango huu na kuona kwamba ni sehemu ya kuhakikisha kwamba wanatoa mbinyo kwa mataifa ya magharibi na ikiwemo Marekani, wametangaza wazi kwa kupitia kiongozi wao mkuu wa kijeshi, lakini pia kiongozi wao mkuu wa nchi ya Iran, al-Murshid Mujtaba al-Khomeini, al-Murshid al-Irani al-Jadid. Huyu kiongozi wao mpya anasema kwamba iwapo meli zozote zitakaidi na kutaka kutumia nguvu ya kupita Hormuz pasina diplomasia, basi wataziangamiza meli zote. Haijalishi ni meli za nani, haijalishi ni meli za taifa gani, lakini wataziangamiza meli zote. Sasa hizi ni salamu kwenda kwa Rais Donald Trump ambaye amekuwa haeleweki. Leo anaongea hiki asubuhi, mchana anaongea hiki na usiku anaongea hiki. Anataka kujaribu kupima wingi wa maji ya mto kabla hajapima wingi wa tope ndani ya mto. Sasa haya ni majibu ambayo yametolewa na serikali ya Iran, lakini pia na jeshi la Iran, kwa sababu Rais Donald Trump amesema tutajaribu kupita katika upande ambao
akiwa na uhakika kwamba upande huo haujategwa mabomu. Ikumbuke kwamba serikali ya Iran chini ya jeshi lake la IRGC na jeshi lake la majini waliweza kutandika mabomu, kutega mabomu katika lango hili la Hormuz, ambapo iwapo tu taifa lolote likajaribu kutumia nguvu kupita katika lango hili, basi meli zake zote zitazamishwa. Na hivyo wameifanya zoezi hilo sio mara moja, ni zaidi ya mara mbili, kuonyesha kwamba wako serious na maamuzi yao, lakini pia wana uwezo wa kufanya kile ambacho wanachokitaka iwapo utakaidi amri yao. Maana yake hawarejei nyuma wala hawarudi nyuma, isipokuwa ni wewe itakulazimu ili upite. Ni lazima sasa uhakikishe kwamba unafata masharti yao ambayo wao wamejiwekea. Ndugu zangu, ile sauti tuliyokuwa tumeizoea kwa miaka mingi, ambaye Marekani alikuwa akiitoa, mataifa yote yanafuata, lakini pia ile propaganda ambayo ilikuwa imetengenezwa from long time kwamba Marekani is a superpower in the world, kwamba Marekani ndiyo superpower duniani, Marekani ndiyo taifa lenye jeshi bora duniani, Marekani ndiyo taifa lenye uchumi mkubwa duniani, Marekani ndiyo taifa ambalo tayari linaongoza kwa teknolojia duniani, Marekani ndiyo taifa linaloongoza kuwa na silaha bora za kisasa duniani. Tayari leo hii mfumo huo na propaganda hiyo imekwisha ondoka katika vichwa vya watu. Tayari haithaminiwi tena na hasikilizwi tena. Maana yake ni kwamba ulimwengu unahama kutoka magharibi na unaelekea katika upande wa mashariki, ambapo utakutana na utaongozwa chini ya mataifa matatu, akiwemo Iran, lakini pia akiwemo China, lakini pia akiwepo Mrusi. Na sauti hii ya Marekani imeanza kudondoka muda mwingi sana, tangu lilipozaliwa zao kutoka kwa rais wa Brazil. Inakuwaje sisi tutumie dola ya Marekani? Na je, maisha yetu hayawezi kwenda nje ya matumizi ya dola ya Marekani? Huu ndio ulikuwa mwanzo wa kuanza kuitoa Amerika katika ramani ya dunia, katika superpower ya dunia, lakini kama sehemu ya kudhoofisha mataifa ya magharibi ambayo ndiyo mshirika mkuu wa Marekani, ambao dola hii, pesa hii iliandaliwa kama imperialism, kama vile ubeberu na ukoloni mamboleo, colonialism na ukoloni mamboleo, kwa ajili ya kuwatawala mataifa mengine, lakini kama silaha ya kuchukua rasilimali ndani ya mataifa mengine. Ndugu zangu, kabla hatujamaliza, nikukumbushe kwa mara nyingine, ikiwa ndiyo mara yako ya kwanza na haujabonyeza alama ya subscribe, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe, kwani kufanya hivyo itakuwa kwetu umetupa support, lakini utakuwa wa kwanza kupata makala zetu mbalimbali zinazohusu masuala ya siasa, diplomasia na masuala ya sayansi. Kati hayo yakijiri ndani ya Mashariki ya Kati, tayari Israel na Ukraine wameingia katika mgogoro mpya wa kidiplomasia. Mgogoro huu unatokana na nini? Mgogoro huu unatokana na Ukraine kuishutumu Israel kwamba inasafirisha ngano kutoka katika maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi katika njia ambayo sio rasmi, bali katika njia ambayo ni asili. Ikumbuke kwamba katika vita hivi vya Ukraine pamoja na Urusi, kwa kadri ambavyo siku zinavyokwenda, ndivyo ambavyo Urusi anaendelea kuimega Ukraine taratibu, hatua kwa hatua. Lakini hakushindwa kuichukua Ukraine kwa siku moja, bali ametumia vita hivi kama sehemu ya kudhoofisha nchi za Ulaya kiuchumi, kama sehemu ya kudhoofisha nchi za Ulaya kiteknolojia, kama sehemu ya kuzidhoofisha nchi za Ulaya kielimu, lakini pia kama sehemu ya kuzidhoofisha nchi za Ulaya kijeshi. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo siku zinavyokwenda, wako baadhi ya watu ambao wana fikra mgando husema, kwa nini Urusi anashindwaje kuchukua Ukraine kwa siku moja? Anawezaje kujiita superpower, nchi ndogo kama Ukraine inamshinda? Ndugu zangu, kwanza lazima mjue kwamba sio kila vita lazima iishe kwa siku moja au mwezi mmoja. Kila mmoja
ana namna anavyopigana vita, na kila mmoja huwa ana malengo kwa nini ameingia katika vita. Sasa miongoni mwa malengo ya Urusi kuingia katika vita hivi na Ukraine, sehemu ya kwanza ni kwa ajili ya kuitumia vita hivi kama sehemu ya kuidhoofisha umoja wa nchi za Ulaya, kwa maana ya NATO, kuzidhoofisha kijeshi. Ndiyo maana unaona ameendelea kuchelewa, anapigana vita yake taratibu, lakini wakati anapigana vita yake taratibu, maana yake anaendelea kuimega ile Ukraine. Sasa katika mazingira ambayo amefikia Urusi ni kumiliki maeneo ya Ukraine ambayo yanaongoza kwa kilimo cha ngano, na mwisho wa siku amekuwa akivuna hii ngano na anamuuzia Israeli. Ikumbuke kwamba kuna meli ambayo imekamatwa na Ukraine ikiwa imebeba bendera ya Panama, lakini ikiwa na shehena nyingi za mizigo ambayo ni shehena zilizobeba ngano katika meli hii, zikisafirishwa kutoka Russia kwenda Israeli, jambo ambalo sasa limesababisha Ukraine kuharibu mahusiano ya kidiplomasia baina ya Ukraine pamoja na Israeli, kwa Ukraine kumpa shutuma ya Israeli kununua ngano kutoka Urusi, jambo ambalo sasa linaonyesha usaliti baina ya Ukraine pamoja na Israeli. Ikumbuke wakati huo huo tayari Israeli ilikuwa imekwisha agiza wataalamu wa drones kutoka Ukraine kuja kumsaidia katika vita hivi wakati akipigana na Iran. Lakini tayari ni kwamba mambo yamegeuka, yamekuwa ni magumu. Rafiki yako anakukimbia. Ndio ukisikia ile yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Kwamba yauma yafiru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, na siku ambayo mama atamkimbia baba yake na baba atamkimbia mtoto wake na mtoto atamkimbia mzazi wake, wa sahibatihi wa bani, lakini kila mtu atamkimbia mtoto wake na mtoto atamkimbia mzazi wake. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu siku hiyo atakuwa anashughulishwa na mambo yake mwenyewe binafsi. Hivi ndivyo yalipofikia maisha ya nchi za bara la Ulaya, lakini pia ndivyo ambavyo yalivyofikia maisha ya taifa la Israeli, kwamba kila taifa kwa sasa linataka kujua namna gani wanafikia maslahi yao, namna gani yanafikiwa maslahi yake binafsi pasina kutegemea mataifa mengine. Ndiyo maana Rais Donald Trump alipotangaza kuondoa majeshi yake 5,000 kutoka katika ardhi ya Ujerumani, Ujerumani imetangaza wazi leo kupitia waziri wake wa ulinzi na waziri wa mambo ya nje kwamba kuondoka kwa wanajeshi 5,000 wa Marekani haitokuwa ni sababu ya kuifanya nchi za Ulaya kutoweza kujilinda kijeshi dhidi ya adui yoyote ambaye atakaye waingilia. Hii maana yake ni nini? Maana yake wamekwisha jitambua na wamekwisha jitengeneza, na kwa zama zilivyofika, kila sehemu na kila nchi inaangalia maslahi yake binafsi na inaangalia kumsogeza karibu yule ambaye kwa kupitia huyo wao itakuwa ni rahisi kwenda kupata maslahi yao. Sasa leo jambo hili la kukamatwa kwa hii meli ambayo iliyobeba ngano lakini yenye bendera ya Panama, lakini kutoka Urusi kwenda Israeli ikiwa imebeba shehena la ngano, maana yake ni kwamba Israeli imekwisha anza kudhoofika na kuanza kuingia katika
kuingia katika ajenda mpya ambayo ni ajenda ya ukosefu wa chakula kwa raia zake, jambo ambalo sasa Ukraine ameanza kuleta mgogoro, lakini kuashiria sasa ile diplomasia, the negotiation inaanza kuharibika baina ya mataifa haya mawili. Watawanye ili uweze kuwatawala, watawanye kwa kupitia misingi ya kiuchumi, watawanye kwa kupitia misingi ya kuwashambulia kwa silaha za kijeshi, watawanye kwa kupitia misingi ya elimu. Ukiweza hapo, maana yake umeweza kuwatawala na hawatoweza kupatana, kwa sababu wote utakuwa umewatia njaa. Hivi ndivyo ambavyo Iran anavyofanya, Russia anavyofanya na Urusi wanavyofanya, kuhakikisha kwamba wanabadilisha mindset za nchi za magharibi kutoka katika upande wa Marekani na kuelekea upande wa Asia, kwa maana ya Mashariki ya Kati pamoja na upande wa Urusi na Uchina.